Kilitokea ghafla baada ya kula chakula kama dakika 40 au dakika 45 hivi. Mabondia walianza kulalamika tumbo linawauma, walianza kusikia kizunguzungu na wengine walifikia sehemu wakaanza kupata diarrhea. Lakini ni kitu ambacho ni cha kawaida baada ya kula kile chakula. Unajua wenzetu wametoka nje, hali ya hewa ya huku wengi ilikuwa inawadhuru chakula walichokuwa natumia maybe. Kwa hiyo tunasema ni kitu ambacho kinaitwa ni food poison. Food poison si kwa maana ya kuwa walipewa sumu kwenye chakula, hapana. Food poison inaweza kuwa ni bacteria infection au wenyewe personal hygiene. Inawezekana walikula wakati mikono yao hawajanawa au vipi. Maana kila diarrhea si kama mtu anakuwa anayarisha, si ni tatizo, inakuwa ni food poison, msichukulia kama ni chakula ambacho kimetiwa sumu. Kwa hiyo wengi walianza kujisikia vibaya, walishindwa kuingia kwenye ring, wakaanza kutapika. Kwa maana hiyo mtu anayetapika au anayeharisha ndani ya masaa 24 zaidi ya mara 3 lazima atapungukiwa na maji. Kwa hiyo kwa wale waliharisha zaidi ya mara 3, kwa hiyo wanapungua, wanavyoharisha wanapungukiwa na maji, wanakosa nguvu. Kuna wengine wanafikia wakati hata kuona wakasikia kizunguzungu wanakuwa hawawezi. Kwa hiyo kwa hali waliokuwa nao, kwa hali ya mabondia wetu, tuliamua kuwapeleka hospitali na kueleza commission kuwa hawataweza kuendelea na mchezo, kuwapeleka hospitali. Tulipeleka hospitali, kufika hospitali walipatiwa matibabu wote kwa kuongezewa maji kwa sababu wengi walipungukiwa na maji. Kiingereza wanasema dehydration, walikiwa drip. Baada ya muda mfupi walikuwa wako salama.